Amejitahidi kwa kiwango kikubwa kutatua changamoto kama vile maji na umeme, ambao mwanzo kulikuwa na shida kubwa, tunapata tabu, uzalishaji ulikuwa very difficult. Na unaona kwamba kuna kipindi kingine mnakaa bila uzalishaji automatically siku nzima, na hata mkiwasha majenereta mnatumia mafuta mengi, na kurani hii mitambo kwa generator pia ni gharama kubwa. Lakini tumeona namna ambavyo na appreciate mchango wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa kuimarisha swala la umeme ndani ya mkoa wetu wa Mbeya, na viwanda mnashukuru. Lakini pia swala la maji pia kupitia mamlaka ya maji Mbeya na usafi wa mazingira ambayo Mbeya Usa. Mimi ni waombe tu kwamba tuendelee kuwapa Watanzania ajira, kwa sababu dhamira ya serikali ni kupunguza vikwazo vya uwekezaji ili Watanzania wengi wapate ajira kwenye viwanda. Na kwa kuwa hapa tumepata viwanda na Watanzania wameajiriwa, tunashukuru sana kwa hizi jitihada. Lakini nimeona jana tumeenda kwenye viwanda mbalimbali. Kwa mfano kiwanda kimoja tuliwaambia waongeze uzalishaji na waende kwenye madawa, wenzetu wa Pitech, na wamehama kutoka kwenye local wameenda kwenye advanced technology. Lakini pia tumeona kiwanda kingine cha jana tulitembelea kiwanda cha bia, nao niliwashauri nao waongeze line nyingine, kwa sababu upatikanaji wa bia waliongeza baadhi ya maeneo, na tumeona kwamba uzalishaji pia umeongezeka, na bado tumeambiwa waongeze line nyingine. Kwa hiyo nashukuru wawekezaji wa Mbeya, ukiwashauri kwa kweli wanatekeleza. Sisi kama mkoa tunafarijika sana kuona kwamba viwanda vinaendelea kuimarika, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amekuwa na mchango mkubwa sana katika kusukuma uchumi wa mkoa katika sekta za uzalishaji, sekta za viwanda, na ndio maana leo amesema tufanye ziara katika kiwanda chetu cha Pepsi. Lakini mimi ni shahidi kwamba kiwanda hiki tuna ushirikiano mkubwa sana kwa maana ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na ninyi, na hata changamoto ambazo mkuu wa mkoa anauliza na zote mnasema sasa hakuna. Basi tumshangilie kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, kwa sababu tuseme ukweli kabisa, amefanya kazi kubwa sana katika kusukuma mkoa, na hasa kwenye eneo hili la viwanda na sekta zingine. Sasa nafurahi kupata taarifa kwamba sasa kiwanda kimepanuka, lakini kikubwa kwetu ni ajira, na moja ya challenge kubwa kama nchi sote tunatambua ni Watanzania. Tumefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya elimu, kwa hiyo tuna wataalamu wengi, lakini wataalamu hao sasa wanakwenda wapi baada ya kumaliza vyuo vikuu na vyuo vya kati? Lazima waingie kwenye sekta kama hizi za viwanda. Kwa hiyo na mimi niwapongeze kwa kuona kwamba nyinyi mmekuwa sehemu, mnatoa mchango katika kukuza ajira ya vijana wetu wa Kitanzania. Nilikuwa najaribu kujua tu labda takwimu kwa plant kama hii, labda maybe imeweza kuongeza vijana wangapi ambao wameajiriwa direct, lakini pia na wale ambao wanaajiriwa indirect. Labda ni masuala ya takwimu, lakini kwa sababu yupo madam anayeshughulika na viwanda vya biashara, labda kuna siku moja anaweza kutusaidia kupata takwimu. Yes, ili tuweze kujua kabisa kwamba kiwanda hiki kimeweza kuongeza ajira kiasi gani. Na kwa maana nyingine ni kwamba mnamsupport Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuyafikia malengo ambayo yamewekwa kwenye ilani ya uchaguzi ya kuhakikisha kwamba tunaongeza ajira nchini. Line iko in operation, inafanya kazi, tukitoka tunaweza tukawapeleka mkaione, na imetoa ajira pia kwa Watanzania tu, kwa sababu hatujachukua mtu yoyote ambaye ni expert kwenye hii line. Kwa hiyo inaendeshwa na Watanzania ambao mwisho wa siku nao wanachangia pia kwenye pato la taifa. Kwa hiyo kwa upande wa changamoto hatuna changamoto kwa sasa hivi kama tulivyosema, na upande wa serikali tunapata support pale kila tunapohitaji. Kwa hiyo ningependa kuipongeza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia kwa kufanikisha, kwa sababu kama wao wangetuwekea vikwazo, maana yake hii project isingefanikiwa kwa uharaka. Naweza kusema ni project ambayo imefanikiwa kwa uharaka, imefanyika ndani ya muda mfupi kuliko project nyingine zote ambazo tumewahi kufanya sisi kama Pepsi.
Kwa mheshimiwa, pia kwa support yako nikupongeze kwa hili, na tunasema asante pia kwa ushirikiano, kwa sababu umekuwa ukituunga mkono tangia mwanzo tulivyoanza project. Kwa kila tukihitaji, tukimuomba mheshimiwa anakuja, na alikuwa anaangalia pia maendeleo ya project. Kwa hiyo mpaka imekamilika pia tunashukuru.